tunaweza kutengeneza kizazi cha watu wachache wenye akili nyingi, wanaojua haki, wajibu na majira na nyakati, wanaopaswa kutusaidia kama kanisa na kama nchi. Wanapaswa pia kuwa watenda haki, na haki haipaswi kutendwa kwa sababu huyu anastahili haki kwa sura yake na cheo chake, huyu anastahili haki kwa sababu ya nafasi yake, ama kanisani ama katika jamii. Wakristo wenzangu, tunao wajibu pia sisi. Hawa wakituambia neno lolote kutokana na ujuzi wao na akili zao, tuna wajibu wa kuwasikiliza. Twapaswa kuwasikiliza wanasema nini na kuheshimu kile wanachokisema. Tofauti ni hii: siku watakaposema nje ya kitabu hiki. Mnanitazama Wakristo wenzangu, nje ya kile kilichoandikwa huko, wamepoteza nafasi yao ya utumishi. Hatupaswi kufikiria tuwasikilize au tusiwasikilize. Niseme kwa lugha iliyonyoka zaidi, tuwapuuze. Bwana asifiwe. Tuwapuuze kwa sababu hawana ujuzi wa kwao kwa ajili yao. Wana ujuzi wa Mungu kwa ajili ya Mungu na watu wake. Kama ambavyo nilisema awali, naomba tu nitambulishe tena chuo hiki na maono ya chuo hiki na malengo yake hasa ni yapi. Chuo chetu kinaitwa Worldwide Evangelical Seminary. Ni chuo kikuu cha kiinjili chenye makao yake makuu huko Nova Scotia, Canada, ambacho kina matawi yake katika nchi mbalimbali ikiwemo Tanzania. Worldwide Evangelical Seminary inatoa programu ya kina ya masomo ya theolojia ambayo yanaongoza hadi degree ya umahiri au masters degree. Tunawapa viongozi wa Kikristo duniani kote ujuzi mpana wa Biblia na theolojia. Tunamshukuru Mungu ambaye kwa neema yake ametuwezesha mwaka huu kuwa na wahitimu 42. Wahitimu hawa ambao leo wanahitimu walianza masomo yao mwaka 2022 na leo mwaka 2025 mwezi wa March watakwenda kuhitimu masomo yao. Tunao hapa wahitimu ambao ni 30 kwa leo, lakini tunao wanafunzi wengine ambao hawakupata nafasi kutokana na changamoto ambazo ziko nje ya uwezo wao na nje ya uwezo wetu pia hawakuweza kufika. Lakini tunaamini ya kwamba tutatengeneza mazingira ili kwamba nao waweze kuhitimu kama ambavyo wenzao leo wamehitimu. Utajiri upo, lakini hatuwafundishi watu, na kama kuna mtu anafundisha watu kwa habari ya utajiri nje na misingi ya kimungu, amekosea. Maana utajiri, Ibrahimu alikuwa ni tajiri, lakini ikiwa watu wanahubiri tu utajiri bila kushika njia za Mungu, mafundisho ya Mungu, wanajipatia utajiri mwingine pembeni, unakuwa utajiri usio hakika. Nimeweza kuhitimu ngazi ya diploma. Ninamshukuru Mungu, kwa kweli haikuwa ni kazi rahisi, lakini ni kwa neema ya Mungu. Tumekutana na changamoto nyingi sana, lakini neema ya Mungu imetuwezesha hata kufika hapa tulipo. Ninasema ni neema tu ya Bwana, na sio kwamba nimefika sana ama nimefanikiwa sana, lakini ninaamini kwa mwanga niliopata utaweza kunisaidia hasa hata pia katika jamii inayonizunguka, kwa namna ambavyo nimefundisha na kuwasaidia watu wengine. Kwa sababu Mungu mwenyewe anasema katika maandiko matakatifu ya kwamba atakwenda kuibariki kazi ya mikono yetu, ataibariki. Sasa na Biblia hiyo inasema kwamba mtu asipofanya kazi na asile. Kwa hiyo sisi kama wahitimu
tutakwenda kuifundisha ile kweli ya Mungu, watu waijue kweli, wafanye kazi, na kupitia kazi ile mafanikio yatapatikana. Si tu kwenda kuomba, unakwenda kuiombea kazi yako baada ya kupata mafundisho sahihi kutoka kwa Mungu na kupitia watumishi wake ambao sisi ni mmoja wao.